Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, leo tuna mada mezani inayosema kumpandisha rohani kichwani mwako, akasema akazungumza na wewe, aidha ukampa maagizo pamoja na kumuongoza. Kitu hichi kinawezekana? Na kama kinawezekana, je, zifuatwe njia zipi na hatua zipi? Na kama hakiwezekani ni kwa nini? Na kama hili haliwezekani, ni lipi linalowezekana? Ndugu zangu, moja kwa moja niingie katika mada. Katika ulimwengu wa siri, ulimwengu wa kiroho, rohani ni kiumbe mwenye asili ya usafi moja kwa moja. Na mara nyingi rohani huyu huhusishwa na amri za juu, huhusishwa na herufi za kiutukufu, aya za Mwenyezi Mungu. Lakini tofauti na hawa mahudamu majini wa kawaida ambao siku zote wanaweza kuwa na tabia za kibinadamu, hawa kina Maimuna, kina Subiana na wengine ambao mnaona watu wengi wanawazungumzia kwa sababu elimu zao ziko wazi. Mara nyingi hao majini ambao si marohani wanakuwa na tabia ya hasira, wanakuwa na tabia za njaa, wanakuwa na tabia ya mzaha, lakini pia wanakuwa na tabia ya uongo. Wakati huo huo, rohani ni kiumbe wa nidhamu na utukufu wa juu. Sasa tuangalie kwa nini rohani apandi. Ni makosa sana makubwa ya kiufundi, ya kitabibu, kuwa na elimu chache, kuwa na elimu dhaifu, kutokuwa na uchunguzi mzuri, kutokuwa na ufuatiliaji. Mtabibu wa namna hiyo ndio anaweza akadhani kuwa rohani anaweza kupanda kichwani na kuanza kupiga kelele au kuzungumza kama afanyavyo jini wa kawaida au sheitani. Rohani ni kiumbe ambacho kinakwenda na itifaki, yani protocol zake na ukuu ambao unamzuia kufanya hivyo. Nimekuandalieni sababu 20, Alhabib Yahya, sababu 20 ambazo nitathibitisha kwamba rohani hapandi kirahisi. Hapandi kirahisi, ni hapandi. Na wewe andaza pako hata 5 au 2 za kuthibitisha kwamba rohani anapanda. Mimi nakuandalia 20, na ukiniandalia 5 nitakuletea nyingine 50 tofauti na hizi. Haya. Namba moja kabisa, sababu yenye kumfanya rohani ashindwe kupanda ni ukuu wa asili. Marohani wana mtetemo wa juu sana ambao mwili wa mwanadamu kwa kawaida hauwezi kuhimili nguvu hiyo moja kwa moja, bila kumsababishia madhara huyo binadamu. Hauwezi ukataka kumpandisha rohani tu umeamka kwako, atakuua kwa ile nguvu yake aliyokuwa nayo. Ni sawa sawa na tunaonaga siku nyingi unachukua betri dogo unachajia kwenye chaji kubwa, lazima litaungua, lazima litaharibika. Lakini kitu kingine, itifaki ya kiungu, divine protocol. Marohani hufuata amri maalum, hawawezi kuja bila idhini ya juu. Tofauti na majini hawa wa kawaida, unaweza kuwavuta kupitia harufu fulani au ukawavuta kupitia mazingira fulani, hata uchafu. Kuna nyungu inaitwa nyungu chafu, huwa tunachanganya mpaka mavi humo kwenye nyungu, uchafu mbalimbali, halafu tunamfusha mtu, wale majini wanakuja kwa sababu wenyewe pia ni wachafu. Wanakuja kwa ile harufu chafu. Kwa hiyo huwa inakuwa hivyo. Lakini sababu ya 3 yenye kusababisha rohani asipande kienyeji, heshima ya mwanadamu. Rohani anaheshimu mwanadamu, kwani mwanadamu ni khalifa wa ardhi. Kwa hiyo rohani ni alim, ni kiumbe chenye elimu kubwa. Hawezi kumdhihiri mwanadamu akapandisha mwanadamu akapiga makelele. Saa nyingine mwanadamu huweza kupandisha hata kuna wazazi wake, lakini akaonesha mpaka nguo za ndani, akajivua nguo. Aweza pandisha hata ukweni akamdhalilisha mtu. Kwa hiyo rohani uchunga utukufu wa mwanadamu na kuona mwanadamu ni khalifa, sitakiwi kumdhihiri. Sababu ya 4, uchovu wa mwili. Kupanda kwa kiumbe mwenye nguvu kiasi hichi kama rohani kunaweza kusababisha mfumo wa neva wa binadamu ukafeli. Saa nyingine hata rohani akiondoka huyo mtu akawa chizi au akawa ajifahamu, akili azimo. Na haya
tumeyaona. Lakini sababu nyingine ya tano, njia ya mawasiliano. Marohani wana njia zao za mawasiliano. Kupandisha si njia yao ya mawasiliano, hivyo wanakuwa wanaharibu protocol. Marohani huwasiliana na mtu kupitia ilham, yani ufunuo wa moyo, mtu akapata hisia fulani, ndoto za kweli au sauti za ndani, si kwa kutumia koo la binadamu mara nyingi kuja kuweuka, kupiga makelele na kadhalika. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza ukapandisha majini hawa wa kawaida wakakudanganya, kwa sababu wao pia wanafanya mzaha. Kuna watu wanadanganywa tutakupa mali, kumbe huyo jini anakuambia tutakupa mali, yeye ni kapuku, masikini, dhofu la hali, hana kitu. Kwa hiyo pia wao wana mzaha, wana urongo na mambo mengine kama hayo. Sababu ya sita, usafi wa kimazingira. Rohani haingii sehemu yenye najis. Binadamu mara nyingi wanakuwa wana najisi za kibasharia. Najisi za kibasharia zingine wewe usijijue, ambayo inamfanya mwanadamu, inamfanya rohani asichukulie kirahisi kwamba rohani aje. Kwa hiyo siku zote wanadamu tupata kufahamu kwamba rohani ni daraja la juu. Sababu ya saba, siri ya utambulisho. Rohani hapendi kujitangaza kama ilivyokuwa majini wa kawaida hupenda sifa. Yani ukileka tu baada ukisema wewe ndo mkuu, wewe ndo una nguvu, wewe ndo unamiliki dunia yote, basi yeye ndo anapanda, anaweuka. Lakini rohani hapendi sifa, kwa sababu yeye ni mkuu tu hata wasipomsifia. Lakini rohani hufanya kazi kwa siri na kwa utukufu wa kimungu. Mungu hata siku moja mwezi mkampigia makofi akaja, mumuone. Hata Mungu ukimdhihaki ukisema huna kitu, bado atakupa riziki. Lakini dalili namba 8, ulinganifu. Kama ambavyo huwa nasema siku zote, huwezi kumwalika rais chai nyumbani kwako ghafla tu ukasema rais, leo asubuhi njoo unywe chai, leo mchana nimekuandalia chakula njoo ule. Haiwezekani. Ana maandalizi. Rohani anahitaji maandalizi ya kiroho ya muda mrefu kabla ya kuleta ishara zake. Ndio maana huwa tunasema kila siku, tunawaandaa watu haya madarasa. Mtu anataka tu ashikwe leo, agusoguswe, kesho rohani wake hawaoni. Tunataka watu wafanye maandalizi ya kiroho, wajilishe vyakula vyao vya marohani ambavyo nitavitaja. Lakini namba 9, chakula cha kirohani. Majini hawa wa kawaida, makhuddam, kina Maimuna, kina wengine, hula harufu, mabaki. Wengine huwa tunawaandalia ubwabwa na chakula. Lakini rohani mara nyingi hupenda tasbih. Hupenda nini? Tasbih, subhanallah, wa tahlil, wa tahmid, walhamdulillah. Chakula cha hawa rohani dhikr. Lakini wao hula mwanga, nuru. Hivyo hahitaji mwili wa binadamu ili kuweza kujilisha. Jini saa nyingine hawa makhuddam, na mimi nawaambieni mnisikie makhuddam, mnisikie. Nyie saa nyingine mmekumbwa na njaa huko, mweza kuingia watu ili wanavukula ubwabwa na nyinyi mule, si ndio? Hiko hivyo. Lakini si hawa marohani. Namba 10, kuepuka fitna. Rohani akiongea kupitia kinywa cha binadamu, watu wanaweza kuanza kumwabudu yule mtu, jambo ambalo ni kinyume na asili ya rohani, hawapendi. Lakini jambo jingine, uzito wa maneno. Maneno ya rohani yana nguvu ya kisheria na kiroho, hivyo hayawezi kutolewa kwenye mazingira ya fujo na masakhala. Hamjawahi kuona mtu akipandisha wale manini, wale majini wake, wale makhuddam, wanaweza wakamzunguka mtaa mzima. Tena kuna wengine, mimi naogopa kumsogelea, naogopa, yani masakhala mengi yake. Alafu rohani atoe zile siri pale. Nyinyi muone rohani bibi yenu ya. Rohani ni kiumbe kitukufu jamani. Ni kiumbe kitukufu. Allahu akbar. Haya. Namba 12, nizamu ya ukimya. Hekima kubwa hupatikana katika ukimya. Marohani ni viumbe wa siri. Al-asrari ni viumbe wa siri. Kwa hiyo wanataka hekima mara nyingi. Jambo la 13, vizuizi vya kiroho. Hijaba. Anasema kuna panzia kati ya ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa udongo, wa ardhi, ambao ni vigumu kuvivuka kwa mazungumzo ya kawaida ya sauti. Ni ngumu sana. Haya, namba 14,
uwezo wa kutenda bila kuonekana. Rohani anaweza kutekeleza haja ya mtu akiwa umbali wa maelfu wa maili na maelfu na mamilioni bila hata kuhitajika kumgusa yule muombaji, pasi na hata kujionesha. Lakini namba 15, kuepuka uchovu wa muhusika. Mtu aliyepandwa na kiumbe mara kwa mara, mtu ambaye kila muda marohani wanapanda, hupoteza akili na nguvu za kiume na nguvu za kike. Rohani humlinda mwanadamu na madhara. Mimi nakwambieni, hata ukiona mwanaume ana tabia ya kupandisha majini, atakosa nguvu za kiume. Fuatilia kuanzia leo hili, utakuja kuniambia. Jambo jingine, kazi yao ni huduma, si maonyesho. Marohani kazi yao ni kuhudumu, si maonyesho. Majini hupanda kichwani kwa ajili ya maonyesho, show off, kujionesha. Lakini rohani anakuja kutatua jambo, si kuja kuuza sura na kadhalika. Lakini utukufu wa maandiko, marohani wengi wamefungwa na aya au majina ya Mwenyezi Mungu. Hawawezi kufanya jambo linaloshusha heshima ya maandiko hayo. Yaani mkuta rohani eti kuna mtu asema rohani ameniambia nikalale na huyu mwanamke ni mle. Yaani rohani wavunja aya ya Mwenyezi Mungu, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabira. Tunasema ni sisi tu wanadamu tuna hawa, tunafanya hivi kwa hawa, tunateleza, lakini si marohani, si marohani. Haya, uwakilishi wa malaika. Marohani wapo karibu sana na tabia za kimalaika. Nilishaye kusema saa nyingine rohani nusu malaika nusu jini, na malaika hawapandi vichwani mwa watu wakasema mimi fulani. Uliona wapi malaika akapanda kwenye kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema mimi Jibril, ana Jibril wa ana Mikail? Wallahi haiwezekani. Haya, namba 19, tofauti ya makazi. Makazi yao ni katika mbingu za siri na sehemu zilizotakasika, si ndani ya mishipa ya damu ya binadamu kama alivyokuwa mashaitani. Namba 20, jaribio la imani. Mwenyezi Mungu ameweka usiri huo ili mwanadamu aishi katika imani, imani bil ghaib, kuamini yasionekana, hivyo kutafuta ule utukufu kwa kujibidiisha na masala ya wema na kheri. Kama mnavyoona nimetaja 20 na waongezea 3, na waongezea 3 ili tuweze kwenda sawa. Jambo jingine, nizamu ya maulid, nizamu ya mazazi. Marohani hupenda zaidi, yani wao nizamu mazazi yao ayafundishi wao kwenda sehemu za fujo. Mara nyingi wanataka baraka na sehemu zenye sakina, yani utulivu, si kuleta fujo, makelele na kurusharusha watu chini wao, si mambo yao. Lakini pia kitu kingine, ulinzi wa akili ya mwanadamu, theological protection. Mwenyezi Mungu ameweka ulinzi wa kiasili ili akili ya mwanadamu isivurugike. Rohani kwa hekima yake anajua kuwa akipanda kichwani na kuchukua udhibiti, control ya ufahamu wa mtu, atakuwa amemuondolea mtu huyo uungwana. Kwani uungwana wa mtu ni utashi. Mtu atakuwa ana utashi. Rohani anataka uwe na akili zako timamu, ili unapokosea uandikiwe madhambi, na unapopatia uandikiwe sawabu. Na ndio maana siku zote, ili uweze kufanya ibada kwa hiari, wakati majini na mashaitani wanataka uwe huna akili, ili wao watawale na ufanye mambo yao wanaoyataka. Hawa masubiani sijui manini, ufanye mambo yao wanaoyataka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hata kwani simuona kwamba mtu akitokwa na akili na udhu unamtoka, au amfahamu au amjui, zawalul akil, miongoni mwa ambayo yanabatilisha udhu, mtu kutokwa na nini, na akili. Ukitokwa na akili udhu unabatilika, hivyo unakuwa hauna udhu, uko mchafu. Wao wanataka uwe na akili zako. Lakini kitu kingine pia cha muhimu na cha msingi ambacho nataka mkifahamu, hawa mahudamu wakikupanda majini uchwala hawa wa kawaida,
hawasi ambao wakikupanda akili inatoka. Na pia hukumu Mtume anatuambia na watu wa fiqh, akili ikitoka huzu pia hamna. Huzu pia nini? Huzu aupo, unakuwa ni kama usingizi, upo kwenye nini? Kwenye usingizi. Annaumu thaqili, usingizi mzito. Sasa ukipatwa na usingizi, uzu wako pia hamna. Na kitu kingine muhimu, tofauti ya nishati, majini wengi wana asili ya moto, marj, moto tena wenye moshi, ambao huendana na baadhi ya nishati za kimwili wa binadamu. Ndio maana ni rahisi kwao kuingia kwenye mishipa. Lakini rohani asili yake ni nuru safi. Kitaalamu nuru inatokana na udongo pia, yaani nuru, subhana, nuru na udongo mwili hazichangamani kirahisi, kwa njia rahisi. Kwa hiyo siku zote rohani anahitaji process na kuandaliwa, ndugu zanguni. Kwa haya machache inshallah tuishilizie hapa, tutaendelea na madarasa yetu. Ikiwa uko na maswali, karibu uniulize na mimi nitakujibu. Min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhabib Yahya Tanzania, ma'as salam wa jazakumullahu khair.